yu hai. Amen. Mtetezi wangu yu hai. Naomba urudie tena. Mtetezi wangu yu hai. Rudia. Mtetezi wangu yu hai. Sema tena. Mtetezi wangu yu hai. Mbona sisikii sauti jamani? Mtetezi wangu yu hai. Amen. Mtetezi wangu yu hai. Hayo ni maneno ambayo utayapata katika kitabu cha Ayubu, sura ile ya 19 mstari wa 25. Yanasema hivi: lakini mimi najua ya kwamba mteteaji wangu yu hai, na hatimaye atasimama juu ya nchi. Narudia tena, yanasema hivi: lakini mimi najua ya kwamba mteteaji wangu yu hai, na hatimaye atasimama juu ya nchi. Kitu ambacho nataka tamani kupitia magumu au mateso ya aina yoyote ile ndani ya Kristo, usikate tamaa. Usifanye nini? Usikate tamaa au kuvunjika moyo. Kwa nini? Mungu yupo kukutetea. Mungu yupo kukutetea. Ndio maana ujumbe kichwa cha habari kinasema mtetezi wangu yu hai. Na ujumbe unatoka katika kitabu cha Ayubu kama nilivyokuambia. Ukiangalia Ayubu alikaa miaka fulani huko nyuma, nitakueleza baadaye. Lakini kama utangulizi kwa somo hili, nataka nikwambie hivi: mambo magumu au mateso ambayo unaweza kuwa yanapitia hayawezi yakachagua kwamba wewe ni nani, au wewe ni mchungaji, au wewe ni shemasi, au mzee wa kanisa, au mwinjilisti, au mwalimu. Huwa hayachagui. Tunamwona Paulo, pamoja na kazi aliyoifanya, bado alipita katika mateso ya aina mbalimbali na hatimaye kufa kule Rumi kwa sababu ya injili aliyokuwa ameibeba. Kwa hiyo haichagui. Hii ni njia ya wote walio ndani ya Kristo. Ni njia ya wote waliokuwa ndani ya Kristo kupita katika hali fulani, kupita yamkini katika mateso ambayo hukutarajia, lakini kwa sababu ya msimamo wako katika Kristo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Teteaji wako yuko hai. Teteaji wako yuko hai. Natamani ujue kwamba mteteaji wako yuko hai. Na wataalamu kulingana na simulizi za wakati ule inaonyesha kwamba huyu mtu mmoja anayeitwa Ayubu, habari zake hizi zinaandikwa katika kipindi ambacho Sulemani amefanya nini? Anatawala. Kipindi hicho kuelekea wanakwenda Babeli katika miaka hiyo haieleweki vizuri, lakini huyu jamaa Ayubu inaelekea ni mtu ambaye aliishi miaka 2000 mpaka 1000 kabla ya Kristo. Ilikuwa zinahesabika kurudi nyuma. Yaani miaka 2000 mpaka 1000 kabla ya Kristo, kabla ya Kristo kuwepo duniani. Kwa hiyo ni muda mrefu aliishi. Na alikuwa maskani yake ilikuwa ni mashariki huko ya mbali. Nchi ya mashariki, naweza kwamba katika upande wa nchi ya mashariki. Na bila sio kama mtu huyu alikuwa mcha Mungu. Kama Ayubu 1 mstari wa kwanza inavyosema. Ngo tuwekea Ayubu 1 mstari wa kwanza. Sema mtu huyu alikuwa mcha Mungu. Sema mcha Mungu. Ninaongea na mcha Mungu hapa. Huyu mtu alikuwa mcha Mungu na aliepukana na uovu. Na huyu mtu pia alikuwa mkuu sana, kwa maana kwamba alikuwa tajiri
kwa maana kwamba utajiri wake ulihusisha mifugo mingi na watumwa, lakini pia kipekee alikuwa na watoto 7 wa kiume na watoto 3 wa kike. Na hao watoto alikuwa akiwapenda sana. Na naomba na wewe wapende watoto wako. Alikuwa akiwapenda sana, na kwa namna hiyo alikuwa nadhani alikuwa anawaombea, alikuwa anawasogeza mbele za Bwana kila siku. Na alikuwa anaomba rehema juu yao, kwamba yamkini wamefanya dhambi, na kuwatolea dhabihu au kuwatolea dhabihu kwa ajili ya utakaso. Huyu mtu alimcha Mungu, lakini anapitia mateso. Katika mateso au majaribu makubwa ambayo hata yeye mwenyewe hakujua sababu yake. Hakujua kwamba kwa nini yamepata. Maana siku moja tu akaambiwa, Bwana kilitoka sijui kimbunga huko kufanya nini na nini. Mtoto wako amekufa, mifugo yako imekufa, kila kitu kimetoweka. Sasa tunamwona huyu mtumishi wa Mungu Ayubu alikuwa mcha Mungu, mtu aliyemlingana Mungu, lakini akajaribiwa katika maeneo haya yafuatayo kama ambavyo nimekwambia. Kwanza, mali alizokuwa nazo, yani vitu alivyokuwa navyo, mifugo na watumwa. Na wewe hapa una mali na mimi na mali. Kwa hiyo hakuna tofauti sana na Ayubu, kwa sababu vitu hivi alivyokuwa navyo Ayubu na sisi tunavyo. Lakini la pili, watoto wake wote 10 wakafa siku moja. Unaweza ukaangalia sasa uzito ambao sasa jaribu ambalo Ayubu analipata. Na wewe una watoto, na wewe una ndugu, una wazazi, una nini. Kwa hiyo sio kitu cha ajabu. Lakini la tatu, akapata magonjwa yasiyotibika juu ya mwili wake. Wengine wao wanasema kwamba mimi sijui, kwa sababu kwamba ile ilikuwa kansa. Maana ugonjwa wa ngozi, mpaka anachukua kigae kufanya nini? Kujikunia. Yani hata nguo alikuwa hawezi kuvaa tena. Kama alikuwa na makoti hawezi kuvaa tena koti. Kama alikuwa na suti asingeweza kuvaa tena suti. Maana anatakiwa muda wote ajikune. Juu ya mwili wake shetani ameshambulia kwa magonjwa. Huyu kumbuka, huyu alikuwa mtu wa haki. Alikuwa mcha Mungu. Lakini hakujua kwa nini anapita katika mateso. Ndio wakati mwingine kama unajua kwa nini unapita katika, unaweza ukajifariji kidogo. Kwamba ni kwa sababu hii nadhani baadaye mambo yatakwenda vizuri. Yeye hakujua kabisa. Alikuwa amefungwa. Kabisa hajui. Kwa hiyo alipitia wakati mgumu sana. Na unakuta pia marafiki zake wakaja kumwona, na walipokuja kumwona, Biblia inasema kwamba wakakaa siku ngapi? 7. Wanamtazama tu, hawaongei kitu, kuona kwamba hali yake ilikuwa mbaya. Wanamtazama tu, wamenyamaza kimya, hawaongei kitu. Nani aanze kuongea mbele ya mtu aliyepita katika majaribu kama haya? Lakini walipoanza kuongea kwa hekima ya kibinadamu waliokuwa nayo, maana wanasema kwamba walikuwa watu wenye hekima, walimjua Mungu, lakini hekima yao wanasema ilikuwa hekima ya kibinadamu, kwa sababu hawakumuuliza Mungu kwamba huyu mtu anapitia mateso. Wakaanza kufanya nini? Kumsema na kumuhisi kwamba amefanya dhambi. Wakati unapopitia taabu, unaweza kushangaa marafiki au ndugu zako wakakulaumu badala ya kukupa maneno ya kufariji au kusaidia. Unanielewa? Hapo sisemi uongo. Na huwa inaumiza sana
hasa yule mtu uliyemtegemea akutie moyo, akufariji, ndiye anakuja kuwa tofauti na matarajio yako. Lakini hawa marafiki wa Ayubu hawakujua nini kinachoendelea, wala Ayubu hakujua nini kinachoendelea. Na theolojia ya kipindi hicho ilikuwa kwamba mtu mcha Mungu asingeweza kupita katika mateso kama hajatenda dhambi. Unanielewa? Hiyo ndio ilikuwa theolojia ya wakati ule. Elimu aliyokuwa nayo kwamba mtu mcha Mungu yeye anapita tu katika raha, anapita tu katika hali nzuri, wala hakuna la kumuumiza moyo, maana anamjua Mungu. Kwa hiyo hata hao marafiki waliokwenda kwake walikuwa na elimu hiyo kwamba mtu ambaye anamcha Mungu hawezi kupita katika mazingira magumu. Bwana Yesu atusaidie sana. Na dhana hii hata leo shetani anaitumia sana. Dhana hii ya elimu iliyokuwepo wakati ule wa nyuma kwamba mtu aliyemcha Mungu hawezi akapita katika mazingira magumu. Na pia wakati wa mateso unakuta ukipata shida, unakuta cha karibu mtu kukwambia hebu fikiria vizuri. Imekuwa kweli, anakuletea maandiko. Unajua andiko Biblia inasema linaua, lakini Roho Mtakatifu anaisha. Kwa nini? Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe anasema na mtu mwanadamu. Andiko kama halina uvuvio wa Roho Mtakatifu ni andiko la kawaida. Kwa hiyo tusio wepesi kuchukua maandiko ukasema kwa sababu neno la Mungu linasema hivi. Angalia Roho Mtakatifu ndani yako anasemaje kwa ajili ya huyo mtu. Tusaidie. Yesu atusaidie. Kwa hiyo dhana hii hata shetani anaitumia leo kwenye kanisa. Unakuta unaweza ukasakama, umepita katika kipindi kigumu, ukasakama kwamba hapana, fikiria njia zako. Mimi nakueleza hiki kitu ambacho kilikuwa kunipata mimi, sina sababu ya kukirudia tena. Kwa hiyo dhana inatesa pia leo. Lakini Ayubu hakujua, wala marafiki zake hawakujua kwamba vita haikuwa yake, bali vita ilikuwa kati ya shetani na Mungu. Vita ile ilikuwa kati ya shetani na Mungu. Ayubu ilikuwa ni uwanja tu wa shetani na Mungu kuonyesha kwamba Mungu ana nguvu au shetani ana nguvu. Na hii haijalishi kwamba umeokoka leo, umeokoka jana, lakini shetani anasema kwamba ni mshtaki. Nakumbuka Jumapili iliyopita mtumishi wa Mungu alifundisha kwa habari ya nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Na akasoma ule mstari wa kitabu cha Yohana, Ufunuo wa Yohana, kwamba shetani ameshuka mwenye ghadhabu kali akija kama na wakati mchache. Na ukiendelea pale kwamba furahini yenye mbingu na nchi kwa sababu shetani yule mshtaki wenu awashtakie mbele za Bwana. Kwa hiyo haijalishi umeokoka leo au umeokoka lini, shetani anaweza akaamua kukushtaki mbele za Bwana. Akaamua sio kushtaki mbele, akaamua kukutesa. Akaamua kukupa hali ambayo itaukatisha tamaa. Na bahati mbaya sana kama watu wako wa karibu, kama kanisa hawana ufahamu wa kiroho, ndio sasa wewe nadhani hapana, chunguza vizuri. Kumbe sio vita yako, sio vita yako. Hii vita ni ya shetani akitaka kumdhihirishia Mungu kwamba Bwana, huyu mtu hajaokoka vizuri. Ndivyo shetani anasema hajaokoka vizuri. Na anaweza akamwambia pia mtu katikati ya miongoni mwa watakatifu wa Bwana akisema hapana, yule kwa sababu hajaokoka vizuri. Alafu akaja na ujumbe kwamba wewe chunguza njia zako. Wanaweza pewe sifa.
Sijui, mimi sielewi ujumbe, lakini nauleta kama ulivyo. Nadhani kuna mtu ambaye Mungu anataka aseme naye mchana wa leo. Kwa hiyo unapopata shida au tabu, wewe mwenyewe usikimbilie kulaumu mtu. Usikimbilie kutafuta mtu kwamba huyu ndiye amesababisha. Pana, ujue kabisa kwamba shetani aweza kuwa ndo chanzo cha shida yako, na sio kwamba umefanya vibaya, lakini shetani anakutafuta. Mungu asaidie sana. Mara kwa mara unajua taabu au unapopita katika mapito ya aina fulani, kuna mambo ambayo yanaweza kujitokeza kwako. Unapopita katika shida, kuna mambo ambayo huwa yanakuja haraka sana. Shetani anakuja haraka sana. Yaani shetani anakusogelea wewe mapema kabla ya hata mchungaji wako hana taarifa, hata shemasi wako hana taarifa, au rafiki yako wa kiroho hana taarifa. Unapoingia katika shida tu au kuna jambo lolote, anayekaribia haraka kwako sana shetani. Ila ukiwa na Roho Mtakatifu na ukawa unajua kumsikiza Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakuwa amekwambia usiogope. Unaweza pewa sifa. Kwa hiyo anayekimbilia haraka sana ujue ni shetani, sio mwanadamu. Wa kwanza ukipata mateso unakuja kwako kukimbilia shetani. Ili anakuja na zana hii kama ambavyo nimesema aliyokwenda kwa Ayubu. Tutajua kwa baadaye. Mara nyingi wakati wa taabu yako shetani atakuletea yafuatayo. Sikiliza. Kwanza ataleta kukata tamaa na kukosa tumaini. Yaani atakwambia, yaani katika hili hapana. Na anafunga milango mingine yote ya kuona tumaini tu. Na wala hakuna mtu anayekujali. Na inaonekana kuna watu wanakuombea, lakini hawezi akakuonyesha kwamba unaombewa. Shetani hawezi akakuonyesha kwamba kuna watu ambao wako pamoja na wewe, ila atakuonyesha kwamba wewe umebaki peke yako, na kwa namna hii sasa hauna tumaini. Shetani anapomshambulia mtu, anamshambulia mtu kwanza kwa kumpa roho ya kukata tamaa. Mungu asaidie sana. Roho ya kukata tamaa mimi huwa naikemea kila siku. Nakuambia mimi huwa naikemea kila siku, kwa sababu kila siku kuna mambo ya kukatisha tamaa. Kila siku kuna mambo ya kuchosha akili. Kila siku kuna mambo ya kukwaza, na yanafanya kwamba usifanye nini? Ukate tamaa. Mimi kila siku kama ikipita siku, lakini katika maombi mara nyingi nakemea roho ya kukata tamaa. Ni roho mbaya sana, na nakuletea kukosa tumaini. Kata tamaa kunaenda pamoja na kukosa tumaini. Anakuonyesha kama milango yote imefungwa. Wakati wa kujaribiwa kwako ni wakati wa kuangalia sana. Wakati wa kujaribiwa kwako, na shetani atakuonyesha kushindwa, na anafunga milango yote ya wewe kuona ushindi. Anakuonyesha kushindwa tu, kwamba katika hili bana wewe ufile, yaani umekufa. Milango yote ya ushindi anaifunga. Unabaki wewe mnajibizana na shetani. Ashukuriwe Mungu kwamba yuko kanisa. Kanisa pesa. Tunaposema tuje hapa tuombe, kwa mfano maombi ya mkesha, tunaombea watakatifu, tunaombea watu wengi. Yale maombi yana nguvu ya kumfungua yule ambaye anakabiliwa na hali ya namna hiyo. Wanaweza pesa. Mungu asaidie. Amen. Sikiliza. Shetani atakuzomea.
Na atakwambia angalia uko peke yako, wala hakuna kukutia moyo. Ndio atakapokuja kwako. Mimi sielewi, lakini yamkini kuna kitu kitakuja kwako na unajua, naomba ujue, au kuna jambo unapitia. Anakuambia kabisa hakuna hapa mtu wa kukutia moyo. Anakuonyesha kama wewe uko peke yako, peke yako. Anakusaulisha kwamba kuna kanisa. Anakusaulisha kwamba kuna siku watakatifu wa Mungu walikusanyika wakaomba kwa ajili ya maisha ya watakatifu. Unajua maombi yetu tunapoomba hapa yanawekwa akiba na Mungu. Unanielewa? Yanawekwa akiba. Najua kwamba tuombe tena wakati ambapo hujapitia jaribu ni wakati mzuri wa kuomba. Maana wakati wa jaribu huwezi tena kuwa na nafasi ya kuomba. Kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo maombi yetu tunayoomba hapa, maombi unayoomba mwenyewe ni akiba. Wakati wa saa yako ya mjaribu kuja kwako, yale maombi ndiyo yatakayokupa ushindi. Unaweza pewa sifa. Bwana, kipindi unatakiwa kuwa mtulivu na mwangalifu sana, maana waweza kuvunjika moyo na kutoka katika neema ya Mungu au kunena kwa upumbavu. Mungu asaidie sana. Hiki ni kipindi ambacho sio kipindi kizuri. Unapojaribiwa, jiangalie sana. Shetani nia yake ni kukutoa katika neema ya Mungu. Leo tumejifunza kwamba ni habari ya neema ya Mungu na jinsi ambavyo Yesu Kristo alivyotupa, yani kupitia kifo chake, lile pazia la hekalu lilipasuka, lakini katika ulimwengu wa roho pia sisi tulikuwa na access au tulikuwa na fursa. Sasa tumekuwa na fursa ya kumwendea Mungu katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo anaondoa tumaini la wewe kukaa katika neema ya Mungu. Na ukiwezesha kipapo watu Mungu wanasikia kwamba mimi nilipanda kanisani, lakini nilipopitia katika shida fulani sikuona watakatifu wa Mungu wakija kuniona. Nilipofanya nini sikusikia hata mtu ananipigia simu. Pole, kwa sababu kweli ni kipindi kigumu. Lakini ujue kwamba ni kipindi cha kujihadhari sana. Samini sana wokovu wako kuliko faraja ya mtu mwingine. Unanielewa? Samini wokovu wako. Samini wokovu uliopata kwamba ni wa gharama sana kuliko faraja ya mchungaji. Ni wakati, ni kipindi cha kuwa mvumilivu. Nakumbuka hata Ayubu mwenyewe, mke wake akamwambia, yafaa nini kuishi? Si mkufuru Mungu ili ufe. Baada ukikufuru imetimia umefanya nini? Unaenda kufa. Si ndio kufa. Kwa hiyo mke wake anamwambia, kwa nini uendelee na tabu hii ya kuishi katika hali hii? Mkufuru Mungu wako ufe. Alipita kipindi kigumu, na hicho kipindi kuja mawazo kwamba hakuna faida ya kukaa katika neema ya wokovu. Mbona na haya yanipata? Mungu asaidie sana. Mungu asaidie sana. Jamani watakatifu wa Bwana, kuna mtu ananielewa? Asante sana. Wakati kama huu unahitaji kuomba sana ili upate neema na neno kutoka kwa Mungu. Soma katika kitabu cha, hebu tuweke hapo Daudi anayosema katika kitabu cha Zaburi 27 mstari wa kwanza mpaka wa 4, halafu tutasoma mstari wa 13 mpaka wa 14. Mtu mmoja asomee tafadhali. Tuwekee hapo na mtu mmoja asomee kwenye Biblia. Okay, anasema Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu. Nimhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu. Watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa vita vijaponitokea. Hata hapo nitatumainia Bwana. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote
za maisha yangu ni mtazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Mstari wa 13 na 14. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Umtumainie Bwana, uwe imara, upige moyo ukonde, naam umngoje Bwana. Haya ni maneno ya mtunga Zaburi. Baada ya kuwa amepitia mapito mengi, anakuja na ujumbe huu kwamba yani Bwana ni nuru yangu, ni nuru ya uzima wangu. Na anaendelea zaidi kwamba hata jeshi limejipanga kupigana nami, sitaogopa, moyo wangu sitaogopa, maana Bwana yu pamoja nami. Hiki ndio kitu ambacho ni tunu au ni kitu cha muhimu sana mtakatifu kuwa nacho, kwamba kwa kila wakati unaopita Bwana hajakuacha. Bwana hajakuacha. Bwana yupo pamoja naye. Huyu mtumishi wa Mungu mtunga Zaburi alijua kabisa kwamba Bwana yuko pamoja naye. Kila utakapokwenda, kuna sehemu ameandika hivi, yani hata ningekwenda kuzimu Mungu yupo. Hata ningekwenda juu Mungu yupo. Pande za kaskazini, za mashariki, za magharibi, za kusini, Mungu yupo. Ufahamu huo utakupa wewe hata wakati wa kujaribiwa ujue kwamba hata unapopitia katika jaribu Mungu yupo pamoja na wewe. Unasema sisi? Ukiweka msingi katika neno hili, shetani wala mtu hata kuyumbisha. Tunayumbishwa na watu kwa sababu tu neno la Mungu ni haba ndani yetu. Ndio maana mwanadamu anaweza kukuyumbisha kutoka katika msimamo, kwa sababu nini? Hauna msingi katika yale ambayo Mungu ameyanena. Unasapesi? Ndio maana nimependa sana somo la wanafunzi wa maandiko la leo. Na nikasema jamani, watakatifu wa Mungu, ningekuwa na uwezo mimi, ningekuwa na washika wote saa 3 wote tuko hapa. Ila huo uwezo mimi sijapewa. Ila ningekuwa na uwezo huo, ningekuwa na washika wote, wana Shalom wote, saa 3 kamili tuko hapa kujifunza neno la Mungu. Maana neno la Mungu ndilo litakalo kulinda wakati wa kujaribiwa. Unakuta mtu analalamika ni kwa sababu neno la Mungu ni haba ndani yake. Yamekaa maneno ya dunia hii, imekaa muziki ya dunia hii, imekaa mambo ya dunia hii, yamekaa yani vitu vingi vimekaa ndani yako, lakini neno la Mungu ni haba ndani yetu. Ili wakati wa kujaribiwa, lile neno la Mungu litakaribia na wewe. Mungu atasema na wewe kupitia neno la Mungu ambalo umejifunza. Unaelewa? Utashangaa Mungu anakuletea neno fulani ambalo umejifunza hapa. Mungu amesema na nini? Mungu asema na wewe kama ambavyo shetani anasema na wanadamu. Shetani anasema kwa kutunga, lakini Mungu anasema kupitia neno lake. Unanielewa takatifu wa Bwana? Unanielewa takatifu wa Bwana? Mungu atusaidie sana kuyaweka maneno ya Mungu moyoni. Ukiweka msingi katika neno hili, katika neno la Mungu, shetani hatafanya nini? Hata kuyumbisha. Yesu alisema hivi, hayo maneno ya Yesu tasbini msali gani, lakini mimi si hapo ndani ya muziki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Sijui ni Mathayo, sijui ni Luka, mimi sielewi. Sawa? Lakini neno la Mungu na liko ndani yangu. Na shetani akija, hilo neno kwa sababu haliko, hata kama sijui ni mstari gani, lakini najua neno la Mungu liko ndani yangu. Na nisingelikiwa hilo bila kujifunza. Kwa hiyo Yesu anasema ulimwenguni mnayo ziki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ziki aliyoipitia Yesu Kristo, hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuipitia dunia hii. Alipitia ziki kubwa sana. Ndio maana ameushinda ulimwengu. Ameushinda nini? Ulimwengu. Jipeni moyo. Unajua neno ile jipe moyo, nilifafanua kidogo. Lina maana kubwa. Jipe moyo.
hata ndio jipe moyo. Yaani wewe mwenyewe, sio mchungaji akupe moyo. Mchungaji hajamtia moyo. Mchungaji hajamtia moyo kabisa. Shemasi ndio hivyo. Pendwa hajamtia moyo. Lakini Biblia inasema jipeni moyo. Yaani wewe mwenyewe, yaani nafsi yako mwenyewe lazima ikubali kwamba pamoja na unayopitia bado Mungu yuko nawe. Kuna mtu ananielewa? Yaani nafsi yako lazima ikubali kwamba pamoja na unayopitia lakini bado Mungu yuko pamoja na wewe. Na pia tumaini lako kwa Mungu bado liko imara. Bado liko imara. Ayubu, nampenda Ayubu. Ayubu 19:26. Alisema maneno ya ujasiri sana, ambayo tunayakwata tu tunayatumia, lakini ni maneno mazito. Ayubu 19 wa 26. Anasema hivi: baada ya ngozi yangu kuharibika hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamwona Mungu. Hayo ni maneno ya mtu aliye imara katika imani, aliye na tumaini kwa Mungu, kwamba pamoja na ngozi yangu kuharibika hivi, lakini nitamwona Mungu wangu. Wanapewa sifa. Pasipo mwili huu nitamwona Mungu wangu. Hayo ni maneno ya mtu anayemjua Mungu, na mtu anayetembea na Mungu, hivyo hawezi kuyumbishwa na mtu au kitu. Wanapewa sifa. Watakatifu wa Mungu wana shalom. Natamani tumjue Mungu. Na katika anaendelea anasema, najua mtetezi wangu yuko hai. Yaani pamoja ambayo unapitia, nikwambie nitie moyo kwamba mtetezi wako yu hai. Jamani, mtetezi wako yu hai. Pamoja na unayopitia, mtetezi wako yu atasimama, maana yu hai. Kuna siku atasimama. Stefano wakati anapigwa kwa mawe, katika historia ya kitabu cha Matendo ya Mitume, mtu aliyekufa kwa kifo ambacho inashangaza watu. Mtu anapigwa kwa mawe, lakini anawaombea msamaha wale wanaompiga mawe. Anakufa, katika kufa anaomba Mungu wasamehe dhambi hii. Na jambo hilo likamshtua Mungu. Jambo hilo likaleta mbinguni mataharuki. Huyu ni mtu wa tofauti. Biblia inasema kwamba Stefano akasema, nimemwona mwana Adamu amesimama upande wa kulia wa Mungu. Wanapewa sifa. Ninamwona mwana wa Adamu amesimama. Yuko katika mateso, yuko katika kufa, lakini Yesu anasimama. Mtetezi wake anasimama. Sio mtetezi wa mwili. Yesu ni mtetezi wa vyote. Ni mtetezi wa roho yako. Ni mtetezi wa maisha yako. Mzapewe sifa. Asema atasimama. Najua mtetezi wangu yu hai. Kuna siku moja atasimama. Umesingiziwa, umefanya nini? Yuko Mungu tu anayejua undani wako na maisha yako. Amen. Naongea na watu hapa. Amen. Mzapewe sifa. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana unaweza ukapitia mtumishi wa Mungu. Kuna wakati waweza kusutwa kwa ajili ya utumishi wako kwa Mungu na msimamo mzuri ulio nao katika Kristo. Unashangaa kabisa watu ambao kuwategemea wanakuja kuambia, mbona wewe unajipa kimbelembele? Unatumika vizuri kwa Mungu, utumishi wako inakuwa shida. Na hapa najua naongea na watu ambao pia ushaambiwa hivi, wewe mbona unajitabisha hivi?
Wewe tumika kwa Bwana. Jamani, mnaelewa? Tumika kwa nani? Tumika kwa Bwana. Usiangalie kulia wala kushoto. Usiangalie sauti za walioshindwa. Kuna watu wameshindwa, wanataka kila mtu ashinde. Kuna watu wanashindwa kumtumikia Mungu, wanataka kila mtu aweze. Kuna watu ambao shetani amewaweka kwa kazi hiyo. Kuna mtu ananielewa? Sasa wanakata tamaa, wanakuja na wewe sasa kimbelembele, afu ujue, angalia maisha yako vizuri, angalia jinsi unavyoenda, angalia hata utoaji wako, angalia kila kitu. Nakwambia hiyo sio roho ya Mungu, ni roho ya ibilisi inataka kukutoa katika msimamo. Jamani, wanaweza pia sifa. Sikiliza. Biblia inasema hivi, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana huwaokoa nayo yote. Mateso ya mwenye haki ni mengi. Biblia inatuambia kwamba hatapita katika mateso, hatapita katika shida. Haijatuambia hivyo. Ila maneno ya watu wanasema ukiokoka hamna shida. Nani kakwambia? Sisi tunaokoka twende mbinguni. Sio kama tuepuke shida za dunia hii. Shida zipo. Yesu alipitia shida, mitume walipitia shida, walikuwa wamejaa Roho Mtakatifu, walipitia mateso. Na sisi hivyo hivyo, kama mti mbichi waliweza, je, sisi miti mikavu? Kwa hiyo unapopita katika shida, usipate shida, bali ujue mtetezi wako yu. Jamani, malizie hata hiyo basi. Mtetezi wako yu? Mtetezi wako yu? Na siku moja atasimama. Mbichi na mbivu zitaeleweka. Unanielewa? Sasa kumbe ndio ilikuwa hivi. Kumbe hawa ndio kuna siku mambo yaliyoko chini yatawekwa hadharani. Yatawekwa hadharani. Wewe simama na msimamo wako ulio nao kwa ajili ya utumishi wako kwa Mungu. Usiangalie kushoto wala kulia. Kwanza peni sifa. Unajua kilichomtesa sana Ayubu ni nini? Ayubu kilichomtesa sana ni maneno ya marafiki zake walioonekana machoni pa wanadamu wana hekima. Yaani kilichomchosha zaidi, wamekaa naye siku kadhaa, wanamsuta kwa mambo mengi, walionekana na hekima. Mtu anaweza kaja kwako anaonyesha kwamba anaongea maneno ya hekima, lakini nia ni kutoka katika msimamo. Nia ni kutoka katika utumishi ambao Mungu amekupa. Unakuta mtu anakuja na kukata tamaa. Nini sasa mnaenda kila siku kuhubiri injili, kufanya nini? Angalieni sana hivyo, muwe na hekima. Hiyo ndio mfano tu. Lakini hao unafanya jambo fulani, wanasema hivi, ili kanisa watu wengine wanakuta limedekiwa. Mimi sijui wanaodeki. Na watu wanakuja kudeki kanisa. Maana wenyewe hawana nguvu, hawana wito huo, alafu lakini anajisikia vibaya. Kuna watu wa namna hiyo duniani wapo. Unanielewa? Labda sitahubiri leo ujumbe wa kufurahisha sana, lakini ujumbe wa kukusaidia wewe mtumishi wa Mungu. Kuna watu wamechoka, wanataka watu wote wachoke. Kuna watu hawawezi kumtumikia Mungu, wanataka watu wote wasimtumikie Mungu. Hizo sio roho, ni roho za kinafiki. Na Mungu atuponye wana Shalom. Mungu atuponye wana Shalom. Tumikie Mungu kwa moyo. Usiangalie kulia wala kushoto. Hao marafiki wa Ayubu kwa Mungu, moyo wa Ayubu uliumia sana, akajiona kama maisha yake hapa duniani hayana maana. Ukisomwa na watu ambao hawana Mungu na ukafikiri wana Mungu. Kuna watu hawana Mungu lakini wanajionyesha kama wana Mungu. Wakikusoma watu hao utakata tamaa, sipoangalia. Hao watu walionekana ni watu wa mcha Mungu, lakini walimsonga Ayubu. Wakamsonga akajisikia kuumia, na kidogo tu walitaka wamtoe kwenye mstari wa Mungu. Mara walimsonga mpaka Ayubu pia akaanza kulaani siku ya kuzaliwa kwake. Akaanza kusema nani? Unaona? Wakataka kumtoa kwenye msimamo wa Mungu.
Mungu akaingilia kati. Maana vita haikuwa kati ya Ayubu na Shetani. Vita ilikuwa kati ya Shetani na Mungu. Unapopitia jaribu, usiwe na haraka ya kusema bwana huyu jamaa bwana naishi kwake lakini ananitesa. Mwangalie Mungu aliyekuokoa. Amen. Mwangalie Mungu aliyekuokoa. Ayubu 14 mstari wa 7 na wa 9. Maneno haya nayapenda sana. Maneno haya nayapenda sana. Mtu mwenye tumaini. Sema tumaini. Sema tumaini. Mtu mwenye tumaini anaongea maneno yenye tumaini, pamoja na yote aliyopitia, pamoja na mwili wake kuharibika, pamoja na mke wake kumwambia mkufuru Mungu, pamoja na marafiki zake kumwambia umetenda dhambi, lakini tumaini la Ayubu halikugeuka. Libaki pale pale. Tumaini la mtu wa Mungu haligeuki haraka haraka. Mtu ambaye amekaa na Mungu vizuri, tumaini lake bado linaendelea kung'ara. Wanza kwa sifa. Haligeuka. Anasema maneno mazito. Anasema yako matumaini kuwa mti ukikatwa kuna kuchipua tena. Haleluya. Maana katika ile hali aliyokuwa na Ayubu, hakuna mtu ambaye anategemea kwamba Ayubu tena atakuja kuwa mtu wa maana. Kwamba wewe ni wahivi vitu ukanyago. Mwambie Bwana, ninapitia hali hii, lakini iko siku moja Mungu ataniinua. Iko tumaini. Yamkini wakati huu kama mti uliokatwa, wanaona hakuna machipukizi, watu wamekudharau, watu wamekuona ufai, lakini lichukue neno la Mungu kwamba yako matumaini kwa Mungu aliye hai. Yako matumaini. Ndio maana kwa hivi, ukiwa unajifunza maneno ya Mungu, Shetani hata kuyumbisha kanisa. Hebu hapa anasema neno hili. Yako matumaini kuwa mti ukikatwa kuna kuchipua tena. Hivi unajua kwamba hao wenye hekima ya kibinadamu hata leo wako wengi kanisani. Kwa hiyo usiweke maanani maneno yao. Hekima yao usiweke maanani. Kama unataka kuwa mtumishi mzuri wa Mungu, nikwambie wewe ndio mahali. Na pengine ndio maana uko mahali hapa leo. Kwa sababu wewe ni mtumishi mzuri wa Mungu. Usiweke maanani maneno ya watu. Weka maanani neno la Mungu. Unaelewa? Kuna watu wamewekwa na Shetani kila eneo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu haiende. Anakuja na hekima. Hekima hiyo ileta tuipime wote. Lakini kwa nini unamwendea mtu mmoja mmoja? Sasa unajua pale, sasa unajua wewe, sijui unajua nini, hivi unajua watoto wako, hivi unajua sijui unataka kwenda shule, hivi maisha yako, hivi nini. Hiyo hekima ileta hapa ipimwe kwenye mizani ya Mungu. Mtu anaelewa? Kama una hekima ileta tuipimwe kwenye mizani ya Mungu. Hiyo hekima ya pembeni na ikataa kwa jina la Yesu. Hawa wataka kumuondoa Ayubu kwenye msimamo. Lakini Ayubu akasimama na Mungu. Wasikuondoe kwenye msimamo. Wasikuondoe kwenye msimamo mwanamke.